Tumetembea nchi yenye fahari na udongo wenye rotuba ya Kenya. Tumezuru mbali na mapana, tumevuka milima na mabonde ya nchi maridadi, tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tunawapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Wiki iliyopita tuliangazia shamba la Christine ambalo liko umbali wa kilomita kama 8 hivi kutoka mji wa Kakamega. Christine ana shamba la ekari 1 ambalo linamsaidia sana na jamii yake. Na nikaona ni vyema turudi huko tena ili tupatie mawaidha zaidi. Kwa hivyo tuungane moja kwa moja tuelekee kwa Christine. Juma lililopita, Daktari Kirui, mtaalamu wa mifugo kutoka Coopers, alipendekeza kuwa Christine alihitaji kuhakikisha kuwa ng'ombe wake wamelishwa vizuri. Nimemuuliza Richard kutoka Unga Feed kuhusu kile kitasaidia afya ya ng'ombe. Bwana Richard, asante sana kwa kukuja. Asante sana. Umetuletea nini? Nimekuletea chakula ya ng'ombe. Kuna chakula ya dama, chakula ya mama yake. Ile mama imezaa hiyo dama. Kwa sababu tukiweka dama akiwa na mwili mzuri, ndio atakuwa future mother, atakuwa mama ya, ndio ataleta maziwa baadaye. Kwa hivyo tuko na chakula inaitwa Unga Calf Arewina Pellet. Hii chakula ambaye anaanzisha dama akiwa na siku 5 kuendelea. Mpaka awe na miezi gapi? Miwili. Atakuwa akiwa na nguvu sana. Na wakati wa kutaka dume atafikisha miezi 15, atakuwa amefikisha weight ya kupatiwa begu. Alafu tukitoka kwa dama, tunakuja kwa ng'ombe ambaye anatoa maziwa. Kuna chakula tunaita Unga Dairy Meal. Unga Dairy Meal ni chakula ya ng'ombe ya maziwa. Richard alieleza kuwa kwa kila kilo ya Unga Dairy Meal italeta ongezeko la lita 2 zaidi ya maziwa. Haya, kwa hiyo ng'ombe ya maziwa, wakati unakamua maziwa ni madini. Unatoa madini kwa mwili ya ng'ombe. Na hizi ndizo madini unatoa. Calcium, phosphorus kwa mwili ya ng'ombe. Lazima uirudusie hizo madini. Kwanza madini calcium na phosphorus, hiyo ni madini za maziwa. Ukikosa kuirudishia hiyo madini kupigia chumvi, hiyo ng'ombe yako itadhoofika na hakuna kitu utapata kama faida. Maziwa itaenda chini. Kwa hivyo tumetoa chumvi inaitwa Unga High Phosphorus, chumvi ya ng'ombe za maziwa. Richard alieleza kuwa virutubishi vya madini pia vinasaidia kusawazisha afya ya ng'ombe. Alafu tuna chumvi inaitwa Afya Bora Lady Block. Dama wakati amezaliwa anawekwa kwa cage. Anatolewa kwa mama ndio ashishida akinyonya mama. Anapelekwa kwa cage. Anapelekwa kwa cage baada atakuwa akiletewa maziwa na bucket. Anawekewa chumvi ya block ya kurik. Analamba. Hii chumvi nayo inamfanya mifupa yake iwe na nguvu. Anaanza akiwa mdogo na anazoea nini? Chumvi. Asante sana Richard, asante sana. Christine atafurahia sana hivi. Asante. Naomi na Richard wanapoelezea umuhimu wa Unga Feed kwa Christine, na kutana naye Nathaniel kutoka Lackland ambaye ana maelezo muhimu kuhusu jinsi ya kutambua kemikali bandia. Tunao mfano mojawapo ya zile bidhaa ambazo hapa nchini Kenya wameweza kutengeneza bandia zaidi. Hii ni dawa ya kudhibiti au ya kuzuia mchwa kwa jina la Gladiator, ambayo kampuni ya Lackland Kenya Limited inasambaza hapa nchini Kenya na Afrika Mashariki. Kwanza kabisa, hata kabla tujaingia hapa ndani, ya kwanza nitamshauri mkulima achunguze ni wapi anaponunua bidhaa. Nunua bidhaa kwenye maduka ya Agrovet ambayo yamepewa leseni, yameandikishwa na yamedhibitishwa na halmashauri. Ya pili, angalia bei. Wengi wakulima wanapenda sana kukimbilia ambao ni bei ya chini zaidi. Lakini ikiwa kitu ni shilingi 1000, unapouziwa shilingi 500 lazima uwe na sababu ya kushuku. Kwa hivyo bei ikiwa chini ukuwe na tashwishi. Ukiwa ushauku kwamba hapa pengine huenda ukawa unauziwa bidhaa vushi au bidhaa bandia. Vile vile ukiangalia kwa umbali, utapata kwamba quality ama hali ya ubora wa kopo la halali inakuwa tofauti sana. Ama inatofautiana na ile ambayo ni bandia. Kwa hivyo ukiangalia kwa mfano ukichukua hii ambayo ni halali na ukaja ukachukua hii, hata kwa kuibonyeza tu unasikia hii ni uzito na hii inakaa nyepesi zaidi. Sisi kama Lackland tumefanya nini?
kuna alama fulani tumeleta ili kuifanya iwe vigumu zaidi kuiga. Okay? Kwa hivyo kuna hii hapa, hii ni alama ya uhalali kutoka Lakeland. Miigizo ina hatari mbili kubwa. Ya kwanza kabisa, haujui nini iliyomo ndani. Huenda ikawa ni sumu kali zaidi ambapo ukitumia ina madhara kwa kwenye afya yako na kwenye mazingira na kwenye mimea yako. Kwa hivyo unaweza ukahatarisha mimea yako kabisa. Hatari ya mazingira ni ya muda mrefu. Kwenye afya yako vile vile huenda ukazidi ukaenda hospitali ama ukapoteza maisha. Okay? Ya pili ni kwamba huenda ile dawa iliyomo mule ndani haina nguvu hata chembe. Inaweza kuwa ni maji ya moto hapo. Inaweza ikawa ni maji yakapashwa moto. Kwa hivyo ukitumia haina nguvu yoyote kwa wadudu au kwa kweko ambazo wataka kutumia. Basi itakuwa ni hasara. Kumbuka kuhakikisha kila mara kuwa bidhaa unazonunua ni halisi. Sasa Naomi ameenda wapi? La muhimu katika kuendesha shamba la ufanisi ni upangaji wa fedha. Lucy Nguru kutoka FSD Kenya ni mtaalamu wa fedha na amekuja kumpa Christine ushauri dhabiti. Ile ya muhimu ni kuelewa kabisa hiyo biashara yake ya kulima itakuwa kivipi, na inafaa afanye ile projection ndio ajue akisha weka ile pesa ataweka kwa hiyo biashara mwishowe atakuwa kama vipi. Na mwanzo nimemhesabia hiyo hesabu, tukaona kwa ekari moja atakuwa anahitaji kama 40,000 na kwa hiyo ekari anaweza toa kama 50,000. Kusema akishaweka yote atakuwa na hiyo 10,000 ama zaidi kulingana na vile sasa farm input atakuwa na. Hiyo ni faida nzuri. Kwa kutumia 40,000 anaweza pata 50,000 na hiyo ni faida ya 10,000. Christine ni mwanachama wa One Acre Fund, kikundi cha uwekaji akiba. Lucy anaeleza umuhimu wa kikundi kama hicho. Wao hutoa hata ujuzi wa kulima na pia wana ile mkopo ya inputs kama fertilizer na zinginezo. Na ndizo Christine sasa anaendelea kuweka akiba ndio apate hiyo mkopo. Na uzuri wa hiyo ni kwamba ukishapata sasa unalima bila shida yoyote. Sababu uko na fertilizer, uko na kila kitu unahitaji. Na ukishalima ndio sasa tena unaendelea kulipa ile mkopo, ndio wakati unafuna huna deni ya mtu. Vikundi vya uwekaji akiba kama One Acre Fund vinakuhitaji uweke akiba kiasi fulani. Kwa hivyo ni muhimu sana kufanya hivyo kwa wakati mzuri kabla hujahitaji msaada wao. Bila shaka Christine amenufaika sana na ushauri mwema kuhusu kulima biashara, mifugo wake, upanzi wa mahindi, maji na mengine mengi. Na jambo hili limetufanya tuwaze na tufikirie sana. Na tukajiuliza, je, ni shamba gani lingine ambalo tunaweza tembelea ili wakulima huko waweze kunufaika na mawaidha ya busara? Basi mimi na Naomi tukaonelea ni vizuri sana tuwatembelee Joseph na Veronica huko Machakos. Kwenye mlima na mabonde ya Machakos ndipo shamba la Bwana Joseph na mkewe Veronica lilipo. Wameishi na kufanya kazi papa hapa kwa miaka 41 na nyakati ni ngumu sasa. Tulipata fursa ya kuwatembelea kitambo kidogo na kwa ushirikiano pamoja na wataalam kutoka stesheni ya KARI walioko Katomani, tulitatua baadhi ya shida zao za ukulima. Lakini muda ulitupa kisogo, hivyo basi tumerudi tena ili kuhakikisha kabla tujaagana shamba lao limekuwa bora na shaped up kwa maridhia yetu na yao. Mara ya mwisho tulipokuwa hapa, tulimwanzishia Mama Veronica mpango wa unyunyizaji wa maji kwa shamba lake dogo. Tukamuonesha kulima kutumia mitindo ya kisasa, tukamueleza umuhimu wa upanzi wa mimea tofauti na pia tukamuonesha namna ya kutumia nyasi kuzuia maboa kuporomoka. Lakini kungali kuna shida kadha wa kadha hapa zinazohitaji kutatuliwa. Hivyo basi, twende kazi. Daniel na Jane jirani na rafiki zao. Wao hukutana mara kwa mara kujadili shida za kawaida za ukulima. Mara ya mwisho tulipowashauri, wote walitembelea taasisi ya utafiti ya KARI iliyoko karibu nao, kituo cha Katumani, ili kupata ushauri wa kitaalamu. Wataalam kutoka KARI kisha walifika na kuwapa ushauri timamu na matokeo yalikuwa mazuri sana. Tumerejea shambani mwa Veronica na mumewe Joseph na tunatatua shida ya kwanza, maboa yaliyoporomoshwa na mvua. Rafiki yetu ambaye pia ni mtaalamu kutoka KARI, Bwana Johnson Maina, anawashauri wawili hawa namna ya kutunza maboa haya ya muhimu. Naweza fanyaje hii mtaro kurekebisha?
Njia za kurekebisha ni kuangalia mahali mchanga umekuwa mwingi, unaenda unachimba, na pia kuna mahali ingine kuna majani, unaokota yote, unakata yote, unatoa, alafu unachimba hiyo mtaro. Sasa kile utafanya ni kutoa majani yote, na pia utachimba mahali kumezibwa na mchanga kutoka juu. Baada ya kuchimba hiyo mchanga na uko ndani ya hiyo mtaro, utafukua hiyo mchanga uweke juu ya banki ile iko chini yake. Na sasa kuzuia mmonyonyoko wa udongo ama kujizimba tena kwa huu mtaro usirejee ile hali yake ya kawaida, hao wakulima watafanya nini? Ukiwa na mtaro kama huu, unahitaji kuwa pia juu ya hii mtaro kumepandwa vitu zinakuwa kama nyasi. Jukumu la kwanza basi ni kufyeka kwekwe zinazozingira. Kisha kupakua mchanga ulioteremshwa au kufagiliwa na mvua. Baada ya hapo, sasa ni wakati wa kupanda nyasi. Chimba mashimo yaliyoachania upana wa futi 2, kisha upande nyasi. Hiyo inatosha. Sasa unaweza ukapanda mimea ya matunda. Jirani wao Daniel na Jane wanakuza miti ya matunda iliyonawiri vizuri sana, na wao pia wangependa kupanda vivyo hivyo. Hivyo basi, Edward Kilonzo, mtaalamu pia kutoka KARI, amekuja hususan kuonyesha namna kupanda miti hii ya matunda, ikiwa nao pia wanataka mimea iliyonawiri na yenye afya. Tunachimba shimo kina cha futi 3 mraba. Alafu tunawacha mita 3 kutoka mmea hadi mmea. Mchanga wa juu ambao kimombo tunaita topsoil unaweka kando, na ule mwingine ambao una rutuba unaweka kando. Alafu unachanganya ule mchanga wa juu ambao ndio topsoil na manure. Chukua glasi moja ya aina ya fertilizer ambao tunaita DAP, alafu uchanganye kabisa. Rudisha mchanganyiko wa mchanga na manure na fertilizer ndani ya shimo, ubakishe robo moja ya shimo. Weka mmea wako ndani ya shimo na uzibe na mchanga. Alafu uweke maji baada ya kurudisha mchanga. Umuhimu wa kupanda miti ndani ya huu mtaro ni kwanza kufanya mchanga wako usiende. Pili, unaweza ukapanda aina tofauti tofauti ya mboga katikati ya miti yako. Unahitaji mbolea asili kutoka shambani na fertilizer inayoshauriwa, kwani itasaidia kwa ukuzi. Upanzi wa miti ya matunda kwa njia ya kisasa, ambapo miti miwili au zaidi ya matunda yanashikanishwa ili kutoa tunda moja, sio ghali. Na kuna soko tayari unapoanza kuuza matunda yako, na mazao yatazidi kuongezeka kadri miti ya matunda yanavyozidi kukomaa. Sehemu kavu zinazozingira Machakos zimekuwa na kiangazi kwa miaka 2 mfululizo. Nyakati zimekuwa ngumu. Ghafla kumekuwa na wimbi nzuri na mabadiliko, na mvua imeanza kunyesha. Kunyesha kwa mvua kumeleta maana mpya maishani mwa Veronica na Joseph. Sasa wanaona faida ya viteka maji tulizokuwa tumeweka kwenye ncha la paa la nyumba yao ili kusaidia kukinga maji ya mvua.
na maji haya itawasaidia kwa kunyunyizia shambani mwao. Wacha tujionee mambo yanavyoenda. Ili kuwasaidia zaidi, tumewanunulia tangi la maji la ziada ili tangi la kwanza likijaa, litamimina maji kwenye hili la pili, hivyo tunatarajia mabadiliko. Tony, ni furaha iliyoje kuona eneo lote likiwa na rangi ya kijani kibichi. Lakini ingekuwa bora kwanza tujikinge katika hema letu. Baadaye kidogo, unaweza vipi kutatua tatizo la kuwa na mbolea ya kiwango kidogo shambani mwako? Na je, Brian atafurahia kuona mwangaza? Siku inatua vizuri shambani mwa Bwana Joseph na mkewe Veronica, makao yao kwa miaka 41. Hii ni safari yetu ya pili hapa na inaonekana ya kwamba tunafua dafu. Mtaalamu wetu kutoka Kari anatuelezea namna ya kukabili mitaro inayoharibiwa na mvua na kupanda nyasi ukingoni kuzuia kuporomoka kabisa. Na mtaalamu wa mboga na matunda kutoka Kari amewafunza Joseph na Veronica namna ya kupanda miti ya matunda na kupata mavuno ya kufurahisha kama tu jirani wao. Lakini kuna mengi ya kujifunza. Brian ni kijana mwerevu, lakini kwa shughulikia kuku wake huifanya siku ikawa ndefu sana kwake, na bila mwangaza wa kutosha humtatiza kuhudumia ipasavyo, na pia kusoma vitabu vyake vya shule hasa nyakati za usiku gizani huwa shida. Ni wakati wake Bwana Paul Njuguna, manager wa D-Light, kampuni inayohusika na umeme kutoka kwa nguvu za miale ya jua. Okay, uko standard? 6. Okay. Nakuja kufanya homework unatumia nini kama taa? Taa tu. Hii ya mafuta taa. Na unaiona ikiwa aje ile? Iko poa. Inakuumiza? Ndio. Inakuumiza kwa macho ama inakuumiza kwa mapua ama inakuumiza kwa mdomo, wapi? Oh, kwa mapua. Okay. Ndio Veronica anaumiza kwa sana kwa mapua. Kinunua mafuta taa kwa wiki moja unaweza tumia pesa ngapi? 100. 100. Sasa zingine nakosa. Okay. Na umewahi kufikiria kutumia taa ya sola? Nimesikia ni nzuri. Sasa juu niliambiwa Brian anasoma kwa bidii na anafuga kuku pia. Nilifikiria labda nije nimpe zawadi ambayo ni taa ya sola kama hii, ambayo haitamuumiza mapua sababu haitoi moshi yoyote, na inakupunguzia pia gharama sababu hutanunua mafuta taa tena kwa sababu ya kusoma kwake. Na kutumia ni rahisi sana. Kama ni mchana unatoa nje, unahakikisha hii inaangalia kwa jua sababu hii ndio ina charge hii taa. Ikifika jioni unaingia nayo, Brian anasoma, akitaka kuangalia kuku zake pia anatoka nayo nje. So Brian, na ni rahisi sana kutumia. Ukitaka kuwasha just shika vizuri, finya hiyo nini, finya hapo. Sawa. Ukifinya mara ya pili inakuja na nguvu tena, alafu finya tena inazimika. Vizuri ikianguka. Umefurahi Brian? Sasa hiyo asante sana. Hebu sema sana tuacheke tuone. Meno zote umetoa? Sasa tumeona solution ni solar. Sasa utaweza kusoma vizuri jioni, unaangalia kuku zako. Na hii taa tena utatumia tena macho, itakuwa mzuri, si ndio? Na mapua itakuuma tena, sawa? Umeme kutoka kwa nguvu za miale ya jua ni safi na nzuri kwa afya na yenye gharama nafuu zaidi. Soma tovuti ya D-Light kwa maelezo zaidi. Kama Brian anapenda mradi wake wa kuku, naye Veronica anapenda bustani lake la mboga ambalo analiona muhimu sana kwani hulisha familia mzima. Tangu tulipoegeza mifereji shambani na kunyunyizia mimea maji na kuweka mabomba na mifereji kwenye paa ili kutega maji ya mvua kukinyesha, maji kwa sasa sio shida yake kuu Veronica. Itambidi ajifunze namna ya kutengeneza mbolea ya kienyeji shambani mwake ili kusaidia mimea yake kukua na afya nzuri. Kari walimwambia umuhimu wa kujitengenezea mbolea shambani walipotembelea stesheni yao awali. Sasa Kari imemtuma na Emerita Njiru, mtaalam, ili kuwafunza Joseph na mkewe namna ya kujitengenezea mbolea shambani mwao. Ile mnaweza kutengeneza mbolea ili muongeze kwa shamba zenu, muongeze mazao yenu, mapato.
Tunajua kwamba wakulima wengi hawana pesa za kutosha za kununua mbolea ya dukani. Wengine wako na ng'ombe lakini ng'ombe zao hazitoshi. Wanapata mbolea kutoka kwa ng'ombe lakini mbolea yenyewe haitoshi, na saa nyingine pia haina madini ya kutosha kuweka kwa shamba. Huwezi pata mazao ya kutosha. Mara nyingi wakulima huwa wanatumia mbolea kwa kutengeneza wenyewe. Lakini leo nataka kuwafundisha njia nyingine ya kutengeneza mbolea ambayo imeongezwa madini na iko na nguvu zaidi kuliko ile nyingine yenye tunatumia kawaida. Na pia tukitengeneza hii mbolea hatutachimba shimo vile huwa tunachimba wakati mwingine. Tutaitandaza juu ya mchanga, na hiyo itakuwa tumepunguza gharama ya kuchimba shimo. Nauliza, hii mbolea kweli itatusaidia hii ya compost? Hii mbolea itawasaidia sana, kwa sababu kama huna mbolea kutosha kwa shamba yako, huna ng'ombe za kutosha, unaweza tumia hii mbolea badala ya kutegemea ng'ombe yako ama kutegemea mbolea kununua dukani. Kwa hivyo hii itakusaidia sana, kwa sababu ile vitu utatumia uko nayo hapa shambani, na itakusaidia sana. Tutatumia zigo gani tukianza kutumia hii mbolea? Hii mbolea kutegemea ile majani yenye umetumia, aina ya majani umetumia, inaweza kaa kutoka miezi 4 mpaka miezi 6. Lakini mkulima tunaambia mkulima wakati anavuna vitu kutoka kwa shamba, wakati anavuna mahindi, anavuna maharagwe ama chochote kutoka kwa shamba, aanze kutengeneza hii mbolea, kwa sababu hizo vitu yanatoa kwa shamba ndio anaweza kutengeneza nayo hii mbolea. Kwa hivyo akianza kutengeneza wakati anavuna, msimu ambao anafuata wakati ambao anataka kupanda, hii mbolea itakuwa tayari, imekuwa tayari ya kutumia. Kwa hivyo akianza mapema itakuwa tayari. Lakini ukitumia saa ile, unaweza tengeneza saa ile mvua imenyesha tayari ndio ukate majani ile mimea. Hiyo ukitumia kama hiyo haitachukua muda mrefu, ndio inachukua kama miezi 3 au miezi 4. Lakini ukitumia ile imekauka zaidi inachukua muda mrefu kama miezi 6. Kwa hivyo unaanza mapema, ukishakuwa tayari unaweza kuweka kwa gunia na weke kwa nyumba, wakati wa kupanda unachukua tu na kupanda nayo. Hii itasaidia sana Veronica na Joseph kwa mimea yao ndio ipate mapato mazuri. Unaweza kutuonesha vile tunaweza kuifanya? Ndio, nitaonyesha. Nitaanza siku ya leo tukaonyesha. Katakata ile majani yenye uko nayo kwa urefu wa futi 1 ili iweze kuoza haraka. Tandika karatasi yako chini ya kivuli pale hakuna maji ambayo inapitia. Hiyo karatasi inafaa iwe mita 2, lakini urefu wake unaweza kuwa urefu wote kutegemea na ile majani yenye uko nayo. Tandaza majani yako kwa kipimo cha futi 1 kutoka chini. Ongeza gramu 500 ya fertilizer ya DAP. Uinyunyizie yote juu ya hiyo majani. Ongezea kilo 1 ya mbolea ya boma ya ng'ombe. Pia uitandaze katika hiyo majani yako. Ongeza maji ukinyunyizia juu ya hiyo majani. Ongeza majani ile sasa iko na maji unyevu. Utandaze tena kipimo kingine cha futi 1. Uongeze mbolea na fertilizer vile umeongeza kwa ile kipimo cha kwanza na maji. Alafu endelee kuongeza majani ile uko nayo kama ni mbichi ile imekauka mpaka ifike kipimo cha futi 5 urefu. Ikifika kipimo hicho cha futi 5, funika juu na karatasi nyingine. Kama una karatasi unaweza funika na majani kama hii ya ndizi. Alafu kuzuia isimwagike chini, weka miti kando yake kuishikilia. Na hivyo ndivyo natengeneza mbolea ya compost. Basi Joseph umejionea Nimejionea. Baada ya mwezi mmoja ni unakuja unaanza kuipindua ukiangalia si kila siku, manake una kazi zingine mingi za kufanya. Na ukishafanya hivyo basi mimea yako itakuwa na rotuba, itakuwa mzuri, utauza, utapata mapeni mengi, mahela itakuwa mengi sana. Utanunua hata magari hapa. Alafu bibi yako atafurahia sana, si ndio? Utampenda zaidi kabisa. Tuwapigie makofi bwana. Mmejaribu sasa hii. Jambo la muhimu zaidi kuhusu mbolea wa kujitengenezea mwenyewe nyumbani
ni kuwa haigharimu chochote na utendakazi wake ni wa hali ya juu. Fikiria ni hela ngapi utaokoa kwa kununua mbolea za dukani na jinsi mimea yako itakuwa na afya nzuri kwa matumizi ya mbolea za kujitengenezea nyumbani. Yamkini tumelishughulikia shamba hili la Joseph na Veronica kwa makini sana. Na kwa sasa hatuna budi ila kuwaaga, kuambia kwaheri na kabla hatujafunga virago, hebu tuone kama umeme kutoka kwa nguvu ya miale ya jua imemsaidia Brian. Na kuku wake sawa kabisa. Watu wengi sana wanatuma ujumbe wakitumia nambari 5606 ili kujua hali ya mashamba yao. Wewe pia unaweza kuwa mmoja wao. Andika maneno yaliyomo kwa 5606 ili upate maelezo zaidi. Anza kutuma ujumbe sasa.